Naam, habari za wakati huu, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, siku ya tarehe 24 ya mwezi Oktoba mwaka 2025. Update moja kwa moja kutoka mahakamani kilichotokea leo, na hii itakuwa ni episodi ya 11. Mheshimiwa Tundu Lissu amelalamika kwelikweli leo mahakamani baada ya upande wa jamhuri wameshindwa kumleta shahidi namba 4 ambaye inatakiwa kufika mahakamani kuendelea kutoa ushahidi wake baada ya shahidi watatu wa jamhuri katika kesi hii ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye ni mkaguzi wa jeshi la polisi Samuel Elibariki Kaaya kumaliza kutoa ushahidi wake hapo jana. Tukashuhudia pia Mheshimiwa Tundu Lissu akimfanyia cross examination, yani akimhoji maswali ya dodoso. Leo kesi hii ilikuwa inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo kesi hii inasikilizwa na jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Ndunguru. Pamoja na mambo mengine yote, ilitakiwa upande wa jamhuri leo wamlete shahidi namba 4, lakini wameshindwa kumleta shahidi. Jambo la kusikitisha, kuna maneno ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu ameyazungumza, kusema kweli inasikitisha sana. Kumbuka jana wakati kesi inamalizika, Mheshimiwa Tundu Lissu alisema kwamba ambacho kwa sasa kinasumiliwa ni kwamba yeye aendelee kukaa gerezani mpaka pale uchaguzi mkuu ambao unafanyika Oktoba 29 utakapofanyika. Lakini kwa upande wa kesi hakuna kabisa. Lakini pia upande wa jamhuri siku ya jana pia wakati kesi inahailishwa, walinukuliwa wakieleza kuwa licha ya kwamba shahidi watatu amemaliza kutoa ushahidi wake, wao kwa upande wa jamhuri wanaenda kutafakari kuhusiana na maamuzi madogo yaliyotolewa na mahakama katika mwenendo wa kesi hii. Sasa ina maana hawajalizika na Mheshimiwa Tundu Lissu kushinda mapingamizi mawili ambayo alikuwa ameyaibua mahakamani. Pingamizi la kwanza kama unakumbuka ni kupinga flash disk pamoja na memory card kupokelewa kama vielelezo. Lakini pia pingamizi la pili ni pingamizi la kupinga nyaraka ambazo zina maelezo ambayo ndani yake zinaelezea kile ambacho kipo ndani ya flash pamoja na memory card. Na Lissu wakati akipinga alisema kwamba kama pingamizi la flash disk pamoja na memory card kupokelewa kama vielelezo lilikubaliwa na majaji, basi nyaraka hizo hazitakuwa na uwezo wa kusimama peke yake bila miguu, kwa sababu zenyewe pia zinaelezea kile ambacho kiko ndani ya flash pamoja na memory card. Kwa hiyo haziwezi kupokelewa mahakamani, na Mheshimiwa Lissu akashinda pia pingamizi hilo. Kwa hiyo akasema kwamba wataenda kutafakari maamuzi ambayo mahakama imeyatoa chini ya Jaji Ndunguru. Lakini pia Mheshimiwa Lissu akawaachia ujumbe kwamba mnapokwenda kutafakari huko, hakikisheni ya kwamba mnakwenda kutafakari pia kama kuna haja ya kuendelea na hii kesi. Sasa kutokana na kila ambacho kimetokea leo Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam, kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema, kesi imehailishwa, na sababu ya kuhailishwa ni kufuatia ombi ambalo jamhuri wameliwasilisha mahakamani hapo, likieleza kuwa leo ilitakiwa wamlete shahidi wa 4 aanze kutoa ushahidi wake baada ya yule watatu kumaliza kutoa ushahidi wake siku ya jana. Wamejieleza hapa kwamba wameshindwa kumleta shahidi kutokana na kwamba wameshindwa kumsafirisha kwa wakati, na mashahidi wao hitajika wanatoka nje ya Dar es Salaam, yani wapo mikoani. Sasa Mheshimiwa Lissu amepinga vikali hoja hiyo, akidai kwamba hiyo ni janja ya jamhuri kutaka Mheshimiwa Lissu aendelee kusota gerezani hadi uchaguzi mkuu utakapomalizika. Hivyo Mheshimiwa Tundu Lissu akaiomba mahakama kuilazimisha jamhuri kuendelea na kesi leo, au mahakama impatie dhamana
aende nyumbani. Lissu apatiwe dhamana aweze kwenda nyumbani. Sasa moja kwa moja nataka hapa nikupitishe kwenye update kilichotokea mahakamani. Sio jambo la kufurahisha. Mheshimiwa Lissu ameshakaa gerezani kwa muda sasa. Hii ni episode ya 11. Nadhani tutakutana na kuendelea episode ya 12 baada ya uchaguzi mkuu kumalizika. Moja kwa moja tuanze, tupitie hapa update kilichotokea mahakamani. Leo Oktoba 24 mwaka 2025. Mheshimiwa Lissu ameingia mahakamani kama kawaida. Imepigwa koti hapa. Watu wote wanasimama kwa heshima na nidhamu kubwa sana. Majaji wanaingia na kutoa heshima. Tunakaa wote chini kwa pamoja. Karani anasimama anasoma jalada hapa na namba ya kesi ya uhaini. Upande wa jamhuri anasimama Renatus Mkude, anatambulisha jopo la mawakili wa upande wa serikali, anasema wapo tayari kuendelea. Anasimama pia Mheshimiwa Lissu, anasema pia yupo tayari kuendelea. Renatus Mkude, wakili wa serikali, anaieleza mahakama kuwa mpaka sasa wameleta mashahidi watatu na wameendelea kueleza kuwa mashahidi wengine wanatoka mkoani, hivyo siku ya leo hawakuwa na shahidi. Wanaomba kuhairisha shauri na kutokana na ratiba, leo ilikuwa ni siku ya mwisho ya usikilizwaji mpaka itakapopangwa tena. Anasimama hapa Mheshimiwa Lissu na kusema yafuatayo: nimesikiliza maombi yaliyosemwa na wakili wa serikali na ninaomba niseme yafuatayo. Kwa kifupi, leo wameweka mpira kwa pani. Naona tafakari yao ya jana haijazaa matunda yoyote. Kesi imewashinda hii na imedoda kweli kweli, kama tulivyoambiwa na Mheshimiwa Lissu siku ya jana kwamba kesi hii ilishaisha, labda kama anashikiliwa kwa ajili ya uchaguzi. Kama mashahidi, mapolisi ushahidi wao ndio hao mabodaboda waliowakuta vijiweni na kuwatengeneza kuwa walihamasika na maneno ya Lissu. Watakuja kusema kipi kipya kama mapolisi wamekuja kutoa ushahidi kama huu ambao tumeushuhudia kuanzia shahidi wa kwanza, wa pili mpaka shahidi wa tatu. Ngoja tuwasubiri. Nafikiri baada ya tarehe 29 kutakuwa na sura tofauti kabisa, sura tofauti kabisa ya kesi hii. Ngoja tuone. Mheshimiwa Lissu anaanza na yeye kutoa maelezo yake kuhusu ombi la mawakili wa serikali na la kuhairisha kesi hii. Kwa hiyo hapa tumsikilize Mheshimiwa Lissu ana kipi cha kuongea. Mheshimiwa Lissu sasa anaanza na yeye kutoa maelezo yake kuhusu ombi la mawakili wa serikali la kuahirisha kesi kwa siku ya leo. Jambo la kwanza, sababu iliyotolewa ya kuomba ahirisho sio sababu ya msingi ya kuahirisha kesi. Kesi hii yote inategemea vielelezo vilivyokataliwa na Mahakama Kuu. Hakuna shitaka ambalo lipo nje ya hizo flash diski na memory card na yaliyomo. Hakuna. Mashahidi wale ambao wanadaiwa wapewe ulinzi, ushahidi wao ni walichokiona mtandaoni. Mashahidi wa polisi waliobaki, ushahidi wao unatokana na yale yaliyodaiwa kuwa mtandaoni. Mashahidi pekee na ushahidi wao hauhusiani na mambo ya mtandaoni. Ni afisa wa uhamiaji aje aseme kwamba mimi ni Mtanzania ili iweje? Mwingine ni yule anayekuja kusema nilienda JKT ili iweje? Ili wathibitishe nini? Wakati kesi ni mambo yaliyokuwa mtandaoni. Kesi hii ilishaisha, waheshimiwa majaji. Maneno haya ya mawakili wa serikali ni maneno ya bure kabisa na kutaka kutupotezea muda tu. Ombi hili ni kurefusha shauri hili ili niendelee kukaa gerezani ili uchaguzi mkuu upite. Hawawezi kuthibitisha chochote kwa sababu flash diski na memory card vimekataliwa. Hawana kesi hapa. Waheshimiwa majaji, kama mtaona ni sawasawa kuahirisha shauri hili, naombeni nipate dhamana ya Mahakama Kuu kwa mujibu wa kifungu cha 302(3) cha CPA. Mahakama inaweza kumwachia mshtakiwa kwa dhamana
mimi siendi popote, nitakuwepo tu mtaani. Kwa sababu ya maamuzi ya jana na juzi, hamna kesi hapa. Kama mtaamua kuahirisha, nipewe dhamana ili nisiendelee kuteseka kwa kitu ambacho hakiendi popote. Nitakuwa tayari kesi ihailishwe katika mazingira hayo. Leo ni siku ya 202 nipo gerezani. Ni miezi 6.5 nipo gerezani kwa haya ambayo tumeyaona na kuyasikia. Kuna kesi gani hapa kama sio umbea na uoga wa serikali kwa watu wanaowapinga? Ukimtazama hapa Mheshimiwa Lissu namna ambavyo anazungumza, lakini pia akiomba mahakama iweze kumpatia dhamana. Lakini pia ukiangalia siku 202 ambazo amekaa gerezani, kwa namna moja ama nyingine, narudia kama nilivyokuambia mwanzo, inasikitisha sana. Anaendelea hapa Mheshimiwa Lissu anasema, kwa hiyo waheshimiwa majaji, ombi lao likataliwe, mkikubali nipewe dhamana ni sawa. Hilo halitakuwa na shida ya kuhairisha. Sijawahi kukimbia kesi yoyote na wamenipungulia kesi nyingi tu. Mimi sio mtu wa kukimbia kesi, tena kesi zenyewe za uongo wa hawa mapolisi. Nikimbie kwenda wapi? Nitamalizana nao hapa hapa mahakamani walipoamua kunileta. Nimeshafanya kazi hiyo vizuri na sitakuja kuacha kuifanya ili mradi watanileta tena. Ni hayo tu waheshimiwa majaji kwa sasa. Hapa waheshimiwa majaji wanaandika na kujadili kidogo kilichosemwa na mshtakiwa ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Anasimama hapa Lenatus Mkude anasema, tumesikia reply ya mshtakiwa. Hapa anajibu pingamizi la Mheshimiwa Tundu Lissu. Anasema msingi ni kwamba hatuna shahidi, kifungu cha 302 CPA. Yani msingi wao ni kwamba leo hawana shahidi ambaye atatoa ushahidi mahakamani. Wakili wa serikali hapa Lenatus Mkude anaendelea kujibu pingamizi la Mheshimiwa Lissu. Mkude anasema kifungu cha 59B cha katiba kinampa mamlaka DPP. Swala la uchaguzi unaotarajiwa kufanyika nchini hauna uhusiano na chochote mpaka tunapungua mashtaka haya. Tumefuata taratibu na uchaguzi hauhusiani kabisa. Upande wa mashtaka umefungua mashtaka na tumefuata utaratibu, na kwa sasa kesi inasikilizwa upande wa mashtaka na tunajua tuna ushahidi na kusema kwamba hakuna ushahidi wa kuleta mahakamani. Huo ni upande wa mashtaka na tunajua tuna ushahidi gani na upande wa mashtaka haujafunga. Upande wa mashtaka una mashahidi 30 na sisi tunajua tuna ushahidi gani, na tutakapofunga ushahidi mahakama itatoa hukumu kwamba mshtakiwa ana kesi ya kujibu au la. Lingine ni kuhusu dhamana. Kosa analoshtakiwa nalo halina dhamana na yeye ni wakili wa siku nyingi, anajua kosa hili halina dhamana. Anasimama hapa Katuga, sijui leo ametokea wapi. Kumbuka jana juzi Katuga alikuwa hayupo mahakamani. Anasema nina subscribe kile ambacho wakili mwenzangu amekisema na ninaendelea kusisitiza kuwa hairisho letu lipo chini ya kifungu cha 302 cha CPA. Kutokuwa na shahidi ni sababu moja wapo ya kuomba hairisho. Anaungana na wakili mwenzake, anasema kwamba ombi lao wao lipo chini ya kifungu cha 302 cha CPA. Kutokuwa na shahidi ni sababu mojawapo ya kuomba hairisho. Ombi la mshtakiwa kulazimisha kuendelea na kazi kwamba mmoja wa mawakili ageuke shahidi. Katuga sijui huwa anawaza nini sana. Kama wanaweza kuwa mashahidi, si wawe mashahidi tu. Kwa bahati nzuri hakuiomba mahakama ifunge ushahidi upande wa jamhuri. Yeye analazimisha shauri kuendelea. Hakuna kifungu kinacholazimisha kuendelea na shauri. Huyo ni Katuga. Basi mahakama ione hiyo ni reasonable cause ya kuomba ahirisho. Swala la kwamba vilelezo vimekataliwa haimaanishi mashahidi wote wamekataliwa. Kama nilimsikia vizuri, alisema kwenye submission yake there is no case to answer. Anaona mashahidi wote waliobaki hawako competent kutoa ushahidi. Katika maelezo yake katoka kuwa mshtakiwa kawa mahakama kauli. Hii imetoka kama kauli ya kujaribu kuimislead mahakama na yeye anataka sympathy.
kwamba Mheshimiwa Lissu anataka huruma. Video iliyopo mtandaoni ikikataliwa basi hamna kesi. Kivipi? Tusiende mbali huko. Katuga huyo. Waheshimiwa mawakili wakuu wa serikali kasema wakili mkuu wa serikali kasema ombi la kuomba dhamana lipo chini ya kifungu cha 302 cha CPA. Ni kosa ambalo ni unbailable offense chini ya kifungu cha 159 cha CPA. Imeweka makosa ambayo hayana dhamana. Na kutokana na sheria, ombi hili linakiuka sheria na pengine yeye mwenyewe alitunga akiwa mbunge. Haya maombi mengine ya hakuna kesi tutayakuta mbele. Hayo mengine na kwa upande wetu ni hayo tu, waheshimiwa majaji. Katuga kamaliza hapa. Waheshimiwa majaji wanaandika kidogo hapa na wanajadiliana hapa. Anawasha kipaza sauti, anasema tumesikiliza hoja za pande zote mbili na mahakama inasema tunaomba kuahirisha shauri hili kutokana na kutokuwepo kwa shahidi. Ipo chini ya sheria. Ombi la mshtakiwa, kosa halina dhamana. Kwa hiyo tunakubaliana na upande wa jamhuri. Shauri hili limeahirishwa mpaka tarehe 3 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 saa 3 kamili asubuhi. Lipo upande wa jamhuri watakuja na shahidi namba 4. Lakini pia mahakama imegoma ombi la Mheshimiwa Tundu Lissu kupewa dhamana, kwamba kesi hii ya uhaini ni kosa ambalo halina dhamana. Nimejaribu pia kupitia maoni ya watu mitandaoni ambapo update hizi zinapandishwa. Huyu wa kwanza anasema ni usumbufu tu, hawana kesi lakini hawataki kumwachia. Kama alivyosema mwenyewe, uchapuzi wao ukiisha watakuja kufuta hiyo kesi kama watakuwa bado wapo kwenye hizo nyazipa. Maana tarehe 29 ya mwezi wa 10 tunachukua nchi yetu. Wenye nchi wananchi, #Oktoba 29 tunatoka. Mwingine akasema hivi, mtu mmoja si atusaidia kuwavuruga ubongo hao mawakili wa jamhuri, yaani wachanganyikiwe, waokote makopo kabisa. Mwingine akasema kumbe lengo na uchaguzi mkuu upite tu. Mwingine akasema Mungu atazikimbiza hizo siku kama upepo, lakini kwa watesi zitakuwa na masumbuko mengi sana. Mungu yu hai. Lakini pia mwingine akasema mwezi wa 11 tena kumweka ndani tu Mheshimiwa Lissu. Mwingine akasema haya yote tulijua kwa sababu majaji wapo upande wa Kayafa. Pole Mheshimiwa Lissu, kunakaribia kupambazuka, usiogope kiza kinene. Mwingine akasema kwa nini wasiweke Jumatatu tarehe 27? Lakini mwingine akasema pia tarehe 3 mbona atakuwa Ikulu au wanajitoa ufahamu? Nijibu taratibu wasisikie. Lakini pia mwingine akasema mpaka jana walikuwa wanajua shahidi anayefuata anatokea wapi, ila bado wakakaza fubu, halafu wanakuja kutuambia mpaka baada ya uchaguzi. Mungu fundi, acha tuone. Mwingine akasema hamna kesi hapo, wanampotezea muda. Lengo la hiyo kesi ilikuwa ni kumzuia Lissu asiwepo ili kugombea urais, maana Mama Samia hana uwezo wa kushindana kisiasa. Ni Watanzania ambao wameguswa na hiki ambacho kimetokea leo. Hii ni episode ya 11. Tukutane tarehe 11 tarehe 3 ya mwezi wa 11 ambapo tutaendelea na episode ya 12, update moja kwa moja kutoka mahakamani. Kesi hii ya uhaini ambayo namkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu, na kubwa utochea maoni yako pia.